siasa za iena majukwaani, naomba niwaambieni hazipo. Yani ukiita mkutano hivi watajaa sana. Lakini je, tarehe 29 mwezi wa 10 kweli watu watatoka? Ramadhani mtatoka? Watatoka Wengi sana. Kura zile ni za kupita nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda, chumba kwa chumba, shuka kwa shuka. Hatuongopi, tunamaanisha. Naomba tusikae chini, tukatembee, si ndio? Tukatembee, tukaongee na watu. Huko watu wanasema kura zimetosha. Kura hazijatosha bado. Tunataka tushinde kwa 99.9. Si ndio? Asitokee mtu wa kuvunja hiyo rekodi. Ni akina mama tuongoze katika kupiga kura. Akina baba siku ya kupiga kura, kama na mtoto ndani, kijana, mzee, anashindwa hata nauli, mpe hata soda, mbe twende ukapige kura. Hapo vipi? Kura za sasa hivi ni za mkakati. Labda niseme tu bila kuficha, kuna yule anaitwa Sigirada Sigirada ni kamdada tu, kenye kanapita na picha mgombea wake nasikia. Kanapita nyumba kwa nyumba, si ndio? Hilagila. Sasa sisi tunalizikaje? Sisi mgombea wetu anajulikana dunia nzima. Lakini kujulikana haitoshi, tupite na sisi tunaomba nyumba kwa nyumba. Tukiona mwenzetu anasema mimi sitaenda kupiga kura, tumuulize hangimu Yesu na hihi, si ndio? Barabara nzuri unatumia, umeme unatumia, maji unatumia, kuna nini? Hawa walionuna ni uroho wa madaraka. Hawana jipya la kutueleza. Nchi yetu iteli imeinya amani, si ndio? Sasa wenzetu anasema, twende sikio tukinukisha. Sisi wabena wako tumezoea kukinukisha, tunaelewa maana ya kukinukisha? Eti mwiraji wangu mtu akisema kukinukisha, mnaelewa? Sisi tumezoea amani. Kwa amani yetu ni tunu ya taifa. Tuilinde kwa gharama kubwa sana. CCM oye! Na hapa naidi mbele ya chama CCM nitailinda mpaka kuona. Hapa naidi mbele ya chama CCM nitailinda mpaka kuona. Hapa naidi mbele ya chama CCM nitailinda mpaka kufa. CCM oye! Wote tuko tayari kukilinda Chama cha Mapinduzi. Tukawaambie wale kule faida ya kuwa kada wa Chama cha Mapinduzi. Mkoa wa Njombe haujawahi ongozwa na chama kingine cha upinzani. CCM Njombe ni CCM. Wanasema tunazima zote tunawasha? Ndio Njombe ninayoifahamu mimi. Ndio Njombe ninayoifahamu. Kwa ni kuombeni sana vituo vya bodaboda, watoto wetu wale tuongee nao. Wamama ntilie tuongee nao. Wapi? Yani vijiwe vyote tupitie. Virabuni, wale wa virabuni wale tuwafuate. Tusimdharau kwa sababu anakunywa pombe, hapana, tumfuate, tumbembeleze. Tarehe 29 mwezi wa 10. Tunasema Oktoba tunatiki. Sasa Oktoba hangihidudu gani? Ni 29 mwezi wa 10. Kwa hiyo tuchukue hii kauli tunakoenda kama viongozi. Tuseme Oktoba tunatiki lakini tuliage na kwa Kiswahili, si ndio? Mwezi wa 10 tuna CCM oye! Hebu tufanye hili zoezi, tusimame mara moja. Mwezi wa 10 tunatiki. Mwezi wa 10 tunatiki. Oktoba tunatiki. Kwa nani? Kwa Samia Suluhu Hassan, kwa Deo Mwanyika na kwa Erasto Ngole. CCM oye! Tusifanye makosa tarehe 29 mwezi wa 10. Watoto wetu wanaoendesha bodaboda, wewe una mtoto ndani, unaona amevaa rangi nyingine, hadi ndio ngeli inatakiwa ya nini? Fursuti CCM oye! Kwa hiyo mwenyekiti wa kata wa UWT na katibu wako na mheshimiwa diwani unaelea kata hii, mikakati ile yote unaifahamu. Ninaomba tukaivae kwa nguvu zote. Na ina imani kata ya Ramadhani mtaongoza kwa sababu yako majeshi makubwa nayaona pale. Furaha kuwa kada wa Chama cha Mapinduzi ni raha.
Mara ya kwanza tulikuwa tunaenda Makete, tunatumia siku 6 kwenda kufika Makete. Nakumbuka wakati mmoja na mimi nilienda na Land Cruiser kule, nikatumbukia kwenye mtaro. Sasa hivi saa moja umefika Makete. Sasa unataka serikali ifanye nini? Sasa tukawaelewesha wananchi wetu, tukapate maendeleo ya pamoja kwa kata ya Ramadhani. Kata nyingine zote kila mmoja anasema tutashinda na kuja hapa tutashinda, saa hizi ni kushindana, lakini niwaambie siri moja, kata ya Ramadhani ni kubwa. Kata ya Ramadhani ni kubwa. Hivi na matawi mangapi? 10. Kata ya Njombe mjini na matawi 14. Yaani ni kati ya kata ambazo zina wapiga kura wengi. Kwa hiyo naamini Ramadhani iwe ni kwa ajili ya ushindi kuishinda kata ya Njombe mjini. Njombe mjini nao wanasema tunaishinda Ramadhani. Lakini iko kata nyingine wanasema tutashinda kwa kishindo. Kwa hiyo lengo letu liwe hili moja kwa ajili ya ushindi. Baada ya kusema maneno hayo kama alivyosema mwenyekiti, tunakushukuru sana mwenyekiti kwa hotuba nzuri sana.